wapi tunalekea, nuru bila kukolea, kizazi kinapotea. Ina maana hizi mali ndo zinanifanya mpaka nateseka muda huu, ila haya yote yamesababisha mke wangu. Angenisamini na kunipenda kipindi kile nina mali zangu, naamini nisingeteseka usiku huu huku polini. Sasa hivi ingali nipo naye ndani, nimelala naye. Sikiliza Mtukula, nikwambie, mimi na wewe tulishakuwa mume na mke zamani. Kama ni mtoto mimi nitalea, ila sasa hivi kurudiana na wewe siwezi tena, siwezi kabisa. Sikiliza Lei, nakumbuka maisha yetu alikuwa tajiri sana, lakini sasa hivi maisha yangu yamekuwa duni sana, yamekuwa ya kimaskini kutokana na wewe ulivyoondoka. Kalishasema sasa hivi hauna hela. Mimi siwezi nikakaa na mwanaume ambaye hana hela. Unanisikia Mtukula? Tafuta hela nitarudi kwako, lakini kwa sasa hivi siwezi kurudiana na wewe tena. Kaa mbali na mimi. Narudia tena Mtukula, kaa mbali na mimi, usinisogelee, niachie mtoto wangu. Kama unataka mtoto njoo mfuate nyumbani, njoo mchukue, lakini mimi kurudiana na wewe never. Sikiliza Lei, tafadhali nakuomba urudi nyumbani, tukae wote. Ukae na nani? Nikae na wewe Lei, tafadhali. Tule mtoto. No. Lei, usiniguse tafadhali Lei, rudi nyumbani. Usiniguse Mtukula, wewe. Tule wote mtoto. Mke wangu Mtukula, Mtukula. Naam. Njoo mume wangu. Ni mimi mke wako. Wewe tena? Njoo. Mbona usiku polini? Mume wangu, mimi naomba turudiane, tusahau yale yaliyopita, tuungane pamoja, tulee mtoto. Kweli una uhakika maneno yako unaongea? Ndiyo mume wangu, na ukweli ndani yake. Nakuomba. Kwa jinsi nilivyoteseka na haya maisha mpaka nafika huku polini, leo hii nakuwa polini huku kutafuta utajiri. Kweli mke wangu uko liza? Mume wangu, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Nakuomba mume wangu, kuhusu swala la mali, kama unavyojua mali nyingi za kishirikina sio nzuri. Ni vyema tukaungana pamoja, tukaweza kufight kwa ajili ya maisha yetu. Nakuomba mume wangu. Kweli mke wangu uko liza? Ndiyo mume wangu, nakuomba. Una uhakika na kile unachokiongea kweli? Ndiyo mume wangu Mtukula, naomba turudiane, tuweze kulea familia yetu. Hapana, subiri. Wewe sio Lei ambaye nafahamu mimi. Ni mimi. Hapana Lei, sio wewe. Njoo mume wangu. Hapana, wewe sio Lei. Ushindani umetokea, mwanga unafifia, kiza kinakolea. Mchungaji Robinson, usiku unaenda wapi? Na wewe mbona uko polini usiku wa manane, unafanya nini? Na mbona umeshika kisu? Unajua kipindi ninachopitia mimi mchungaji, kwamba napitia kipindi kigumu sana. Mazingira yangu najua vizuri kwamba naishi kimaskini. Familia yangu imesambaratika yote.
unahisi kama mimi nitafanya nini? Napitia wakati mgumu, ndio maana napita visu usiku. Huoni ni hatari kupita usiku porini huko? Hapana mchungaji, unajua kabisa kusema kama mimi napitia kipindi kigumu. Ni maskini tokea zamani. Ni bora nifanikishe nilikofanikisha huku, nipitia njia nyingine kuliko njia niliyokuwa napitia kwako wewe. Utajiri, unatafuta utajiri, unakuja usiku maporini, hata uogopi? Niogope kitu gani mchungaji? Siwezi kuogopa kitu, kwa sababu ninahitaji na uhitaji na utajiri. Kwa hiyo upasi kumtumikia Mungu, maana anayetoa ni Mungu. Hivyo unahisi ukitumia hizo njia za kishirikina unaweza kupata utajiri, na mbeleni utakuja kujutia, kwa sababu utajiri unaotafuta sio halali. Lakini Mungu akikupa kitu, ujue hicho kitu ni halali na Mungu anakibariki kuliko hizi mali za kishirikina ambazo zitakuja kukutesa na utakiangamiza kizazi chako chote. Kwa nini usibaki kwa Mungu? Hata ukienda kusoma katika maandiko, ni rahisi ngamia apite kwenye tundu la sindano kuliko tajiri aingie katika ufalme wa Mungu. Mathayo sura 19 mstari wa 24. Lakini tena nenda kasome Luka sura 12 mstari wa 15. Jihadharini na tamaa za mali. Hapana. Bora nipambanie nacho kipambania. Kwa nini unamwasi Mungu? Nakupasa usali. Mtoe huyo adui shetani anayekufuata, ila bali mrudie Mungu. Mungu ndo anayetoa kila kitu. Nachokuomba, twende tukasali tukaombe wote. Hapana. Siwezi kuwa mtajiri kupitia wewe. Na wewe sio mchungaji Robinson. Usiku huu kunafanya nini polini? Nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kufanya maombi kwa ajili ya Kisumu. Kwa huku nilikuja kwa ajili ya kufanya maombi. Nilikuwa nafanya maombi matakatifu na Mungu, nilikuwa nikiongea na Mungu aliye hai. Aliniambia kuwa nije polini ili nifanye maombi. Wenda alikuwa ni neema kuja kukutana naye ili nije nikuokoe. Siwezi kufanikiwa kupitia wewe. Wewe sio mchungaji Robinson, namjua mimi. Hata maandiko yanasema usiku wa manane ndipo Mungu anapojidhihirisha. Ndio maana nimekuja huku ili kumwomba ili ajidhihirishe. Lakini kumbe kulikuwa na maana yake nilivyokuja huku, ili nije kukusaidia wewe, kukukomboa ili uondokane na huyo shetani, ili umrudie Mungu. Ya kupasa twende tukasali wote, kwa sababu hata saizi ndio muda wa kwenda kumuomba Mungu. Sawa, ni muda wa kukomboa, lakini mimi muda wangu huu usiku wa manane lazima nikumalize. Wewe sio mchungaji Robinson. Mtukula, mwache shetani apite, Mungu atende kazi yake. Unaonekana ni kijana safi ambao ulikuwa na imani ya Mungu. Naamini Mungu amekuja kukukomboa na nakuhakikishia utajiri utapata. Hapana, wewe sio mchungaji. Wewe sio Mtukula. Ongera sana. Umefaulu mtihani. Mlikuwa wawili, mwenzako amefeli mtihani. Mizimu imekukubali. Wewe ni jasiri. Umefaulu. Mtihani wako wa mwisho ni mdogo sana. Kisu ulichoshika kimekupa utajiri. Kinyoshe juu kijana. Kinyoshe. Miliona hilo begi? Ndio nimeliona. Hilo begi
ndo limebeba utajiri wako. Sasa nakupa masharti kabla hujalishika. Utakapoondoka hapa, hakikisha hilo begi hamna mtu analiona njiani. Hakuna anayeliona njiani. Hakikisha haulifungui ndani ya siku 28. Siku ya 29 ndo utakapolifungua. Umenielewa kijana? Ndio nimekuelewa. Umenielewa? Ndio nimekuelewa. Ukikosea masharti utaleta maafa makubwa sana kwenye mtaa wako. Nyosha mikono yako mbele kijana. Nyosha mikono, nyosha. Begi ulilolishika kijana ni hatari sana kwa maisha ya Kisumu, lakini ukizingatia masharti hakuna shida yoyote. Hakuna. Umenielewa? Ndio nimekuelewa. Ukikosea masharti, Kisumu itaangamia. Kisumu itateketea. Kisumu itakuwa kwenye tatizo kubwa, itakuwa kwenye janga kubwa. Wewe ni jasiri, umefaulu mtihani wa kwanza, na imani hautakosea, na imani hautaharibu. Kijana, zingatia niliyokuambia. Nenda kijana, nenda. Najua umezunguka sana kwenye ripoli, lakini hujaona njia. Sasa nakufungua njia, nakufungulia njia. Nenda, 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 nenda kijana. Umekuwa ukilia moyoni. Kama tunavyoona hapa, tunamsubiri kijana aje, lakini tunajaribu kumpigia simu ila hapatikani. Akichelewa, kama kuna uwezekano tunaweza tukaenda tukampumzisha mama sehemu salama. Kaka, njoo basi. Ulikuwa wapi? Na mimi nilikuwa mjini. Ulikuwa mjini? Ndio. Pole kwanza. Pole ya nini? Mama wako kafariki jana usiku. Unasema mama amefariki? Tumempoteza jana usiku mama. Kijana Mtukula. Mchungaji, shida nini? Mbona kama una wasiwasi? Lakini usijali, pole sana, maana mama katangulia. Wewe mtoto wa kiume, msikie kijana. Kwa ndugu zangu, baba kijana ashafika, kwa tuende moja kwa moja tukampumzishe. Mtukula, wewe ni kijana, wewe mtoto wa kiume, yakupasa usilie, umesikia? Zaidi nitakiwa tumuombee sana mama, uendelee kumuombea ili Mungu amlaze mahali pema peponi. Kwa usio na wasiwasi, umesikia kijana? Usilie. Sawa. Hivi kuna mtu ameniona na begi hapa? Nimekuja na begi. Si umepita hapa na begi umeingia nalo ndani.
Guys, kama mnavyoona movie yetu inafuatiliwa sana, lakini wote ambao mnaangalia hamjasubscribe. Tunaomba sana muweze kusubscribe jamani. Hata ukiangalia asilimia ni ndogo sana za watu ambao wamesubscribe na wanafuatilia Nguvu ya Nuru. Asilimia kubwa ni wewe hapo ambaye bado hujasubscribe. Kwa hiyo basi tunakuomba sana uweze kusubscribe. Ukifanya hivyo itakusaidia hata tukiweka kipande unapata notification. Unajua kabisa tayari episode fulani ipo.